Anakwenda kuzungumzia uhifadhi wa rasilimali, mifumo ekolojia na tabia za baadhi ya wanyama. Ukitambua kwamba Zanzibar ni kisiwa ama ni eneo ambalo pia linakuwa na utalii mkubwa. Kwa hiyo ndio mada ambayo anaenda kuigusia: uhifadhi wa rasilimali, mifumo ekolojia na tabia za baadhi ya wanyama. Na hapa atakuwa na kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi John Nyamhanga, mkuu ambaye ni mkuu wa kanda ya Mashariki, lakini vile vile kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi Godwell Ole Mengataki, mkuu wa kanda ya Kusini. Naona Emmanuel yuko tayari, tujiunge naye moja kwa moja tuweze kumsikiliza. Naam, ni siku nzuri, ni Alhamis tarehe 8 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Shukrani sana kwa wewe mtazamaji ambaye umetuamini na unaendelea kutazama Baragum Live kutoka Dar es Salaam, mtaa wa Lumumba. Asante sana Dorcas kwa kunipasia pasi hii, na pasi hii imefika mpaka hapa kwenye visiwa vyenye marashi ya karafuu, visiwa vizuri sana hapa nchini Tanzania, na kila mgeni akija anapata uzoefu wa kutosha, uzoefu ambao utamfanya abaki kuwa na simulizi na hadithi kwa vizazi na vizazi. Hii ni kwa sababu ya uzuri na kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu ameibariki nchi yetu ya Tanzania. Na vivyo hivyo ukitoka Zanzibar ukienda Tanzania bara utakutana na vivutio vingi sana ambavyo vitakuvutia, na mgeni akifika na baki kuwa na simulizi na hadithi nzuri kwa vizazi na vizazi, nikimaanisha wajukuu na wengine wote ambao wanahitaji kupata hadithi nzuri kutoka nchini kwetu Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Tuko Zanzibar, hapa ni Serena Hotel ambapo tumeweka kambi kwa ajili ya kuletea mfululizo wa mahojiano mbalimbali na wageni wetu ambao wanafika hapa kwa lengo la kufanya mahojiano. Lengo ni kukuelimisha, kukuhabarisha wewe mtazamaji wetu wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Nianze kwa kuwashukuru sana TANAPA, wao pia ndio ambao wametupa nguvu ya kuhakikisha kwamba sauti hizi zinavuma kutoka kwenye upepo mzuri karibu na bahari ya Hindi hapa Serena. Tunawashukuru sana, na kwa kweli hawa ni wahifadhi wazuri, kwa sababu tunasema tumerithishwa na tunapasa tumerithishwa na tunapaswa kurithisha wengine. Na nikwambie tu, mimi nasema TANAPA ni fahari ya taifa letu. Tunajivunia kuwa na shirika la hifadhi za taifa hapa nchini Tanzania, na TANAPA pia ni mlinda urithi wa asili ya Tanzania, lakini pia ikisimamia hifadhi za taifa zenye mandhari ya kipekee, wanyamapori adimu na vivutio vya kiwango cha dunia. Bado nazidi kusema uhifadhi huu ambao umeufanya ndio ambao umepelekea kupata tuzo mbalimbali za utalii kimataifa, na hifadhi nyingi sana zimepata tuzo kwa mwaka jana. Hili ni jambo la kujivunia, lakini bado tunaeleza kwamba wewe Mtanzania unatafsiriwa kwamba wewe ndio muhifadhi namba moja wa kuhakikisha kwamba tunaendelea kuhifadhi mazingira yetu, tunaendelea kuhifadhi hizi hifadhi zetu za taifa ili tuweze kuwarithisha vizazi vijavyo. Tunashukuru sana TANAPA kwa kweli kwa kutupa nguvu ya kuhakikisha kwamba tunavuma kutoka hapa visiwani Zanzibar. Tunashukuru sana pia Serena Hotel hapa Zanzibar Unguja. Ukihitaji mapumziko mazuri, mapumziko ambayo yatakufanya wakati mwingine ukawa vizuri katika mifumo yako ya kiakili, basi mimi nakushauri kwamba karibu Serena Hotel iliyoko hapa Unguja visiwani Zanzibar, ambapo wao wanakuambia hiki ni kisiwa cha historia, utamaduni na upekee wa bahari ya Hindi kwa mapumziko ya kifahari yenye hadhi ya kimataifa. Serena Hotel Zanzibar ndiyo chaguo lako la kwanza na ndiyo chaguo sahihi. Ndio maana ukiona tabasamu ni kwa sababu nimepokelewa kwa ukarimu na nimepata malazi ambayo yako bora, na ndio maana hivi sasa nikiwa na tabasamu la kufanya mazungumzo nikiwa hapa Serena. Asante sana Serena Hotel Unguja Zanzibar. Asante sana shirika la hifadhi za taifa hapa nchini Tanzania TANAPA. Na kama ambavyo unafahamu, tumekuwa na mwendelezo wa kuhitaji kufahamu simulizi mbalimbali ambazo zinahusu masuala ya hifadhi, ekolojia, tabia za wanyama, mipango ya TANAPA kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhifadhi endelevu, lakini pia tunaangazia ni kwa namna gani wanashirikisha kuhamasisha swala la utalii. Ni miongoni mwa mambo ambayo tumeyazungumzia.
bado leo hii tuna mambo mengi ya kuzungumzia, na nianze kwa kuwatambulisha wageni wangu ambao wamewasili tayari hapa Serena Hotel Unguja Zanzibar kwa ajili ya mahojiano. Ni furaha kwa kweli kuwa na hawa wakuu. Wa kwanza nianze kumtambulisha, tuko na kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi John Nyamuhanga, mkuu wa kanda ya Mashariki. Karibu sana. Asante sana. Asante sana na tunakushukuru sana kwa kuja. Asante sana. Ndio. Lakini tupo na kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi Godwell Ole Mengataki, ambaye yeye ni mkuu wa kanda ya Kusini. Karibu sana. Asante sana. Asante sana kwa kuja. Ndio, lakini tutajikita hapa leo hii kuzungumzia kuhusiana na uhifadhi wa rasilimali, mifumo ya ekolojia, tabia za baadhi ya wanyama. Leo ndio tutajikita hapa, na nimefurahi kwa sababu wamekuja pia wakuu wa kanda wote. Kwa tutapata simulizi nyingi na za kutosha na maelezo mengi. Na mimi nijitambulishe, mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Timu nzima tunakushukuru sana wewe mtazamaji kwa kuungana nasi basi kwa mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wa Baragumu Live. Ndio, na nianze kwa kuwapa hongereni kwa ushiriki wenu katika maonesho ya kibiashara ya kimataifa hapa visiwani Zanzibar. Hongereni sana. Asante sana. Ndio. Tukianza moja kwa moja, tuanze na hili la uhifadhi wa rasilimali. Kwanza nifafanue, tumekuwa na mfululizo mtazamaji wa kuelezea mambo mbalimbali ambayo nusu TANAPA, lakini leo tutajikita hapa. Lengo zaidi ni ufahamu, lakini pia uhamasike kwenda kutalii katika hifadhi zetu za taifa 21 zilizopo hapa nchini Tanzania. Tukianza na mkuu wa kanda ya Mashariki hapa John Nyamuhanga, tunapozungumzia uhifadhi kwa mtazamaji, kwanza napaswa kufahamu tunamaanisha nini hasa katika hifadhi zetu hizi za taifa. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndiyo. Kwa majina kama ulivyotangulia kusema, ninaitwa John Nyamuhanga. Ni mkuu wa kanda ya Mashariki. Kanda ya Mashariki inazo hifadhi 4 inazosimamia. Ndiyo. Kuna hifadhi ya Nyerere, hifadhi ya Udzungwa, hifadhi ya Mikumi pamoja na hifadhi ya Saadani. Sawa sawa. Kwa hiyo hizi zote zinafanya kanda ya Mashariki. Kwa kujibu swali lako, ndiyo, kwanza niseme kwamba uhifadhi ni swala ni neno moja pana sana. Ni pana kwa sababu linachukua mazingira mapana zaidi. Ndiyo. Lakini kwa kifupi, uhifadhi ni matumizi bora na matumizi yenye busara, ndiyo, ya mali za asili. Okay. Ukisha kuwa na matumizi yenye busara za mali za asili, maana yake ndio unakuwa na hifadhi. Na tunasema kwamba uhifadhi umetapakaa katika matabaka mbalimbali. Okay. Kwamba unaposema uhifadhi, maana yake unaweza ukaanzia ule uhifadhi wa kuzuia kabisa matumizi ile ya mali asili. Lakini mpaka ule uhifadhi ambao unaruhusu matumizi mbalimbali ya mali asili. Kwa hiyo uhifadhi kwa maana yake ni kwamba ni kuanzia kudhibiti matumizi ya mali asili mpaka kuruhusu matumizi ya mali asili. Na ninasema hivyo kwa sababu gani? Ninasema hivyo kwa sababu unapokuwa na hiyo hali, basi unajenga yale matabaka ya uhifadhi. Sasa tabaka la juu kabisa la uhifadhi ni strict conservation, yani maana yake ni kabisa haturuhusu matumizi ya moja kwa moja ya mali asili. Sawa sawa. Lakini unakwenda mpaka unafika multiple use of the resource, yani matumizi mbalimbali ya mali asili. Kwa maana hiyo sasa, kwa mfano sisi Tanzania, tabaka la juu kabisa la uhifadhi ni nature reserve. Nature reserve penyewe unazuia kabisa matumizi ya moja kwa moja. Ndiyo. Na hata kuingia ndani kule mnaenda na magari, hamruhusi kwenda hata na magari, unaenda kwa mguu basi. Lakini baadaye inafuata national parks. Sasa national parks ndio maeneo ambayo sisi tunasimamia. National parks na yenyewe pia hairuhusu matumizi ya moja kwa moja ya mali asili.
unaweza ukaenda ukamuona mnyama ukampiga picha basi na ukaondoka. Lakini pia kuna tabaka lingine la wanyama la uhifadhi ambalo linasimamiwa na TAWA. TAWA wanasimamia mapori yale ya akiba. Kwa hiyo hii tabaka ni tabaka lingine pia. Mapori ya akiba maana yake ni kwamba pale unaweza ukaruhusu kidogo matumizi ya resources, na pale wanachokifanya wanaweza ukaruhusiwa kuwinda uwindaji wa kitalii kwa kibali, au unaweza ukaruhusiwa kumnunua yule mnyama kwa kibali. Kwa hiyo nalo ni tabaka lingine. Lakini pia kuna tabaka lingine linaitwa mapori tengefu. Haya ni ni wildlife management ni mapori tengefu kwa maana ya game controlled area. Hapa pia wana ruhusu matumizi mbalimbali ya wanyamapori. Hapa ndio pale ambapo utakuta tuna uwindaji hata ule wa kienyeji au wa kiraia. Kwa hiyo kama wewe ukitaka kula nyama za porini kwa mfano, basi unaweza ukaenda kuwinda kwenye maeneo haya. Kwa hiyo sio kila mahali uwindaji unafanyika. Sawa sawa. Kwa hiyo hata sisi kwa mfano niko kwenye tabaka la national parks. Ndio. Kwa hiyo nikitaka kula nyama ya pori basi lazima nije kwenye game controlled area. Ndio. Basi nikiwa na kibali na ninaweza nikawinda nikapata nyama pale. Lakini kuna tabaka lingine la hifadhi za jamii. Hatukuwaacha jamii kwa sababu jamii nao wana mahitaji yao ambao wangependa labda kutumia. Kwa hiyo nalo ni tabaka lingine la uhifadhi linaitwa WMA. Hizi WMA zipo kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya uhifadhi, kwa maana ya kwamba wanaweza wakatumia resources kwa kuwinda, lakini wanaweza pia wakatumia hizo resources kwa utalii. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kwamba sasa ule uhifadhi unakuwa ni very general but wise use. Tunaposema matumizi mbalimbali kwa busara, maana yake ndio nilikuwa na maana hiyo ya wise use of the resources from strict mpaka multiple use. Sawa sawa. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo sasa unaweza ukaona sasa utalii kumbe uhifadhi kumbe ukiwezeshwa na ukatunzwa vizuri, basi utaweza kabisa kutumika katika utalii. Na ndio maana unaona kwamba watalii wanaweza kuja, watalii wa kuwinda, watalii wa kuangalia tu picha na kuondoka, na watalii wa aina mbalimbali. Kwa hiyo haya matabaka basi yanawapa hizo fursa za kuangalia. Sawa. Na kwenye uhifadhi wa national park ndio tumeweza kufanikiwa kuhifadhi. Ndugu mtangazaji, ni kuhakikishie kwamba kwenye uhifadhi wa national park wa hizi hifadhi za taifa Tanzania tumefanikiwa kwa kuhifadhi kwa asilimia kubwa sana. Kwanza nchini Tanzania tunazo jumla ya hifadhi 21. Ndio. Sasa katika hizi hifadhi tumeweza kuhifadhi hizi mali za asili, hasa wanyamapori na mimea na vyote vilivyomo kwa asilimia kubwa sana. Tumeweza kuhifadhi kwa maana ya kwamba sasa wanyama, ukiangalia wimbi la ujangili kwa mfano limepungua kwa kiasi kikubwa, lakini wimbi la wanyama kuhama limepungua pia. Lakini pia tumeweza pia kusimamia hifadhi hizi na kiasi kwamba sasa zinaweza kutumika vizuri kama kivutio cha utalii hapa Tanzania. Sawa sawa. Sana. Lakini pia tuangazie ni kuna namna gani tunaoanisha kati ya uhifadhi pamoja na utalii, kabla tujaenda kuzungumzia sasa tabia za nyama na masuala mengine ya ekolojia. Ni kweli kwamba watu wengi wanasema utalii ndio unabeba uhifadhi, lakini wengine wanasema uhifadhi ndio unabeba utalii. Lakini sisi tunasema ni sawa na kuku na yai, nani ametangulia kuzaliwa? Kwa hiyo kimsingi sisi kwa mfano mimi kama mhifadhi ninatetea uhifadhi, kwamba uhifadhi ukiwahifadhi wale wanyama vizuri, ukahifadhi zile hifadhi vizuri, basi utalii automatically utawezekana.
Kwa hiyo uhusiano wa uhifadhi na utalii maana yake ni kwamba mtalii anakuja kuona vivutio, lakini vivutio viko hifadhini. Kwa hiyo hifadhi ikihifadhi vile vivutio vizuri, automatically huyu mtalii anakuwa anafaidika sana. Kwa kweli, kwa namna ulivyozungumza, uhifadhi umeshashinda kabisa. Uhifadhi unaanza alafu utalii unafuata, kwa sababu huyu mtalii anakuja kwa sababu kuna mazingira fulani ambayo yapo yanamvutia. Ukiharibu hifadhi, huyu mtalii hawezi kuja tena. Umeharibu kila kitu. Kuna vile vitu ambavyo huyu mtalii ni vya asili anavutiwa navyo, sasa vikiondoka huwezi kumpata tena. Na ndio maana Watanzania tunasisitizwa sana kwamba tuhakikishe kwamba tuna hifadhi rasilimali zetu zilizopo hapa nchini Tanzania. Na swala lingine, tuzungumzie mifumo ya ekolojia katika hifadhi zetu. Lakini kabla tujaenda mbali, mkuu wa kanda ya kusini Godwill Ole Mengataki, tuzungumzie ekolojia ni nini kwa faida ya mtazamaji. Nashukuru sana kwa fursa hiyo nipa. Ndio. Nijitambulishe tena. Mimi ni kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi Godwill Ole Mengataki, mkuu kanda ya kusini TANAPA. Kanda ya kusini nazungumzia hifadhi kubwa ya Ruaha yenye umuhimu na historia ya kipekee, lakini pia nazungumzia hifadhi pendwa na kipekee pia bustani ya Mungu inaitwa Kitulo. Ndio. Na hifadhi nyingine ya Katavi katika mkoa wa Katavi. Hifadhi hizi zina umuhimu na upekee sana katika nchi yetu, na ni maeneo ambayo pia anaweza kusema yapo katika mifumo ya ekolojia. Ndio. Na kwa ujumla hifadhi zetu za taifa 21 ziko katika mifumo mbalimbali ya ekolojia. Na tunazungumzia neno ekolojia ni neno kidogo gumu au la kigeni, sio la Kiswahili. Tumetoa tu neno la Kilatini. Ndio. Ambalo linaelezea zaidi mahusiano ya viumbe hai na mazingira. Sasa viumbe hai neno pana pia inahusisha wanyama na mimea. Na wanyama tunafahamu wapo aina nyingi, wapo wakubwa, wapo wadogo, wanaishi katika mazingira tofauti. Lakini pia tukitazama mazingira, kuna mazingira yale yenye uhai na sio na uhai. Mathalan mimea ina uhai. Mazingira ambayo wanyama wanapata chakula, wanapata makazi yao na uhai. Lakini kuna mazingira mengine hayana uhai, mfano maji. Ndio. Huwezi kusema maji yana uhai. Miamba kule, udongo, huwezi kusema vitu vina uhai. Mwanga, jua, yote ni muhimu. Kwa pamoja tunapojifunza juu ya mahusiano ya wanyama mmoja, yani kwa maana wanyama wanaofanana na wanapohusiana na wanyama wengine wa aina tofauti na mazingira yale wanaoishi, tunazungumzia ekolojia kwa ujumla. Ni neno pana, ni eneo pana na linahitaji elimu kubwa kidogo, kwa maana muda wa kutosha. Kwa kifupi tuseme maeneo yetu ya hifadhi ya taifa 21 ndio tunaweza kugawanya katika mifumo mbalimbali ya ekolojia. Na ndio maana unakuta wanyama wanaopatikana eneo moja wapatikana sehemu nyingine, kwa sababu ekolojia ya pale tunapokuta mnyama mkubwa kama labda tembo ni tofauti na ekolojia nyingine ambayo unakuta mnyama kama swala au wanyama wengine wadogo. Kwa hiyo ekolojia ndicho kinachofanya mnyama fulani apatikane, kwa sababu apatikane eneo fulani, hifadhi fulani, kwa sababu ana mahitaji yake kamili. Sawa. Labda nizungumze kwa mfano, ukiwa na mnyama kama tembo anapokuwa eneo fulani lazima kuwepo chakula cha kutosha. Na tunafahamu tembo anavyokula, anavyozaliana, anavyotumia muda wake mwingi kutafuta chakula na kutembea. Na maana hapo lazima kuwepo na chakula anachokula. Sasa chakula ni sehemu inatokana na mazingira ambayo anaishi. Lakini pia anavyotumia yale mazingira yake lazima apate na maji. Sasa maji sio sehemu ya kusema maji yana uhai, lakini kitu muhimu sana, hitaji muhimu la huu mnyama kuwepo. Mnyama kama nyati, kwa nini unakuwa na mnyama kama nyati? Kwa sababu ana chakula cha kutosha katika ile eneo, ana mazingira ya kujificha, ya kupumzika kwenye msitu, lakini ana maji karibu ambayo lazima anywe kila siku. Na wanyama wengine pia, tuseme wanyama kama simba. Mnyama kama simba unamuona pale kwa sababu ana chakula. Na hicho chakula kinamfanya aendelee kuishi pale. Kwa hiyo unapotizama kwa upana hawa wanyama kila mmoja, kwanza anavyoishi kama familia, lakini anavyohusiana na wengine, aidha kama chakula, aidha ni sehemu mojawapo ya maisha yake, kwa maana anamtegemea kwa namna moja au nyingine, basi tunazungumzia ekolojia. Kwa hiyo
hifadhi zetu zote zimegawanywa katika maeneo mbalimbali, na ndio maana kila hifadhi ina mazingira yake tofauti na mengine, na ina idadi na aina tofauti ya wanyama. Mathalan, hifadhi zetu tunazozifahamu nyingi katika ukanda ule wa savana ambao kuna miti michache iliyotawanyika, lakini pia nyasi fupi na ndefu, na mazingira mengine miamba, mazingira ambayo yana mito na chemchemi za maji, na hapo utakuta wanyama wadogo kama eneo ni wanyama wenye uhitaji kama huo. Kwa hiyo mnyama mkubwa kama tembo ambaye anakula vyakula mchanganyiko anakuwepo katika mazingira ambayo umuhimu huo unakuwepo. Na kila mnyama ana umuhimu wa kipekee. Nisema mfano tembo ni mnyama muhimu sana. Yule ndio unapozungumzia mazingira, ndio wanasema huwa ni mtengenezaji mazingira, ni bwana mazingira mwenyewe. Kwa sababu wanapokula vyakula mchanganyiko, anakula nyasi fupi ndefu, wakati mwingine anakula mbegu za mazao, miti mbalimbali na mimea mbalimbali. Inapoingia katika mfumo wake wa chakula, mmeng'enyo wa chakula, siku ya mwisho tembo akisaidia pale, baada ya muda hali ya hewa nzuri, utakuta mimea mingi imeota. Kwa hiyo huyu bwana wakati mwingine umeona anaharibu, anavuta miti hii, anaangusha, lakini ndio huyu anayepanda. Kwa hiyo ana umuhimu kipekee, na akipanda hivyo, sasa wako wanyama wengine pale pia wanasaidia. Kuna ndege wanakuja kutafuta chakula, kuna wadudu mbalimbali wanapata chakula, lakini zile mbegu ya mimea ambayo inaota pale ni chakula cha wanyama wengine. Kwa hiyo anafanya kazi ya kuotesha. Kwa hiyo ana umuhimu wake wa kipekee sana katika mifumo hiyo. Sawa. Mnyama mwingine kama simba, simba aishi kwa kula majani, anakula nyama siku zote. Ingawa kuna msemo kwamba simba akijua ula nyasi, lakini naona nilikuwa ni miongoni mwa jambo nikuulize, ni kweli kwamba simba akikosa nyama hata nyasi anakula? Hapana, anakula nyasi. Hauruhusu. Yeye anakula nyama kila siku. Na sasa anakula. Kwa hiyo mahusiano yake, tukitazama simba na wanyama ambao wanawala, tunaweza pia kuelezea anapenda kumuinda mnyama gani, anapenda nyama gani, kwa sababu naye ana uchaguzi pia pale. Ni kama unapokwenda hotelini unachagua chakula, hata yeye anachagua na ana uchaguzi pia ambao anaupenda. Kwa hiyo tunapozungumzia upana mkubwa wa ekolojia, tunatizama pia mahusiano kati ya wanyama tu wenyewe kama familia. Mfano familia ya simba na watoto wake wanaishije, wanazalianaje, wanafanyaje kushirikiana kuwinda, tunajifunza hivyo. Lakini wanapohitaji chakula chao wanakipata wapi? Wanapata kwa wanyama ambao wanakula majani. Na wale nao wana tabia zao. Kwanza ni wengi, wanazaliana kwa haraka, na wanafanyika katika maeneo mengi kwa ujumla. Lakini pia kuna wanyama ambao wanakula majani au nyasi na nyama pia. Kwa maana ya wanaweza kula mchanganyiko. Mfano wanyama jamii ya nyani, tumbili, wakati mwingine wanakula matunda, wanapata nyama hapo wanakula. Kwa wanyama wetu katika mifumo ekolojia ya hifadhi zetu tunaweza kugawanya katika maeneo hayo ambayo nimetaja. Lakini pia unaweza ukatizama tu tabia ya wanyama katika mifumo yetu. Wako wanaohama kutoka sehemu moja nyingine, wako ambao wanaishi katika makundi makubwa na madogo, wako wanaojificha kabisa, unaweza kuona ukajua hapo. Mfano mnyama kama chui. Chui wako wengi katika mazingira mengi ya maeneo yetu ya hifadhi, lakini mara nyingi unaweza kuona anaishi peke yake, anajitokeza asubuhi sana au usiku au jioni sana, anawinda, anachukua chakula chake, anakitunza mahali, anakula kidogo kidogo, ametulia. Lakini wako wanyama ambao wanakwenda pamoja pia, wakati mwingine wanasaidia katika ulinzi wao, katika kupata mahitaji yao na kupambana na adui. Wako hata wanyama wengine wadogo katika mazingira yao huwezi kuwaona. Mfano mnyama mdogo anaitwa kinyonga. Yule akitokea eneo ambalo upo umevaa nguo yako hiyo ndugu, na anajaribu anabadilika na kuwa kama nguo yako, huwezi kumuona. Kwa hiyo tabia zote hizo ni muhimu katika mifumo yetu ya ekolojia. Niseme mifumo mingine kama ekolojia, kama ukiondoa ile ya savana yenye nyasi na miti, kuna maeneo ya mazingira ya misitu. Kuna wanyama pia wanakaa katika mazingira ya msitu, watumia miti ile mikubwa na midogo, lakini wakipata matunda kwenye miti, wakitumia kivuli kile. Wako wanyama wanaishi kwenye maji. Tunafahamu kama hifadhi yetu pia za maeneo ya maji, maziwa, mito, maeneo yenye uoto asili wenye maji. Wako wanyama wanaishi kwenye maji. Tuzungumzie mamba, tuzungumzie viboko, samaki aina mbalimbali na baadhi ya ndege. Kila mnyama unamwona anaishi katika ile eneo, ana namna anavyohusiana na mazingira yake kwa ajili ya kupata chakula, kupata makazi, kupata maeneo ya mazalia, lakini pia kujificha dhidi ya maadui, kwa sababu hao ni maadui ambao wapo. Na kwa ujumla
hiyo ndio unaelezea kama ni ekolojia. Sawa. Nimetaja tu hiyo mifano michache, lakini hifadhi zetu kama ulifahamu ziko za milimani pia zina ekolojia yake. Kwa nini ni milima? Ndio. Kuna hifadhi zenye mito. Kwa nini? Ile mito ina umuhimu wa kipekee sana, lakini kuna hifadhi ambazo ziko katika ukanda pia wa bahari. Mfano kama hifadhi kama Saadani utakuta kuna eneo kubwa la maji, nyika na bahari zinakutana, na hapo una fursa kubwa ya wanyama kutoka mazingira yale ya koa ya asili na kuja kwenye maeneo kupata maji. Kwa hiyo ekolojia kwa kweli tunatizama kwa upana, kwa nini wanyama wako pale, wana kitu gani wanakipata, na wanahusianaje wao wenyewe na wanyama wengine pia na mazingira kwa ujumla. Sawa. Tutakwenda kwenye tabia za wanyama. Nakumbuka juzi nilikwambia mamba anakula nyama. Ndio. Kiboko anakula nyasi. Ndio. Lakini kuna wakati unaona wanaishi pamoja. Hii inakuwaje kwaje? Tutapata pia ufafanuzi leo hii. Sasa ndakani katika mfumo huu wa swali, ekolojia yetu inajitosheleza kwa sababu nimekiona hapa wanyama hawa wanahitaji. Ndio. Ekolojia yetu hii inajitosheleza ili tusije tukaona wanyama wanahama kutoka kwenye hifadhi zetu wanaenda sehemu nyingine. Nakumbuka kuna kipindi tulitafuta maji tukajaza kwenye viboko. Ekolojia yetu inajitosheleza. Inategemeana kila mnyama kwa ekolojia, kwa sababu ni pana. Inategemeana mahitaji yale patikana, utasema ekolojia imetosheleza, lakini wakati mwingine haitoshelezi, inabidi waende kwenye ekolojia nyingine pia kutafuta mahitaji au nje ya ekolojia ile, kwa sababu ni mnyama aishi, anahitaji apate makazi hasa ambayo ni sahihi. Kama alikuwa anakaa kwenye msitu na msitu wa huko, lazima akatafute msitu. Kama ni mnyama ambaye anakunywa, kwa sababu kuna wanyama wanakunywa maji kila siku, kila mchana lazima anywe maji, lakini kuna mwingine anakaa siku kadhaa bila kunywa maji. Kwa hiyo yule ambaye unamuona amekaa pale muda wote anapata yale mahitaji yake kamili. Lakini pale anapokosa, wakati mwingine inawezekana sio kukosa kwa sababu ya mtu fulani kafanya jambo, lakini ni kwa sababu msimu ule wanyama wanahama. Na leo tunaona mifano mizuri ya wanyama wetu wanahama kule Serengeti kwenda maeneo jirani. Na katika nchi yetu pia wanyama kama tembo wanatoka sehemu moja au nyingine. Kwa hiyo historia wanyama wanajua ni wapi pa kwenda wakati fulani, labda maji yamepungua hapa, chakula kimepungua hapa, ni muda wa kuzaliana sasa. Ukitizama hata mfano mmoja mwingine mzuri ni katika hifadhi zetu wanyama jamii ya tembo, wale madume wale wakubwa ambao wamefikia umri wa kuweza kuzalisha, kutana na majike, hawakai na majike muda wote. Wao wanazunguka, wameshamaliza kazi yao hapa kwenye familia hii, kwenye grupu hili ya tembo, basi kwenda kwingine kuzunguka kutafuta majike mengine, ndio kazi yao wanaifanya. Kwa hiyo madume yalei yanalea akiwa wadogo tu, baadaye wanajitegemea, wanakuwa wanatafuta maeneo ya kuongeza. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo inawezekana katika baadhi ya maeneo sisi tumetenga hifadhi zetu, lakini kuna wakati mahitaji ya wanyama yanafanya waende mbali. Hata mnyama kama simba ambaye anawinda tena kwa uchaguzi na kwa utaratibu, anafanya uwindaji huo pale ambapo anahitaji, anaona kile chakula chake kipo ule mnyama wa kuwinda. Lakini kama hayupo, inabidi aanze kwenda mbali kutafuta hapa na pale. Kwa hiyo wakati mwingine tunachofanya wanyama waondoke ni kufuata yale mahitaji, kupata yale mazingira yaweze kuishi. Lakini tunapotaka sisi binadamu kuwasaidia wakati mwingine, kwa sababu ya umuhimu wa wanyama na tumeshatenga maeneo ya kusimamia hifadhi, tunaweza tukajaribu kuona namna ya kuwasaidia pia hizo kuishi. Kama eneo lina viboko wengi na wageni wetu, na sisi tunapenda tuwaone pale. Wakati mwingine kama maji yanapungua, tunaona taratibu za kuanza kushughulikia kwa kuwapatia maji, kuchimba mabwawa na kadhalika. Nitarejea baadaye kwako ili tuweze kuzungumzia sasa kwa kina kuhusu tabia za wanyama, kitu ambacho wakati nafanya vipindi vingine vya TANAPA tulipokuwa Zanzibar ilikuwa na maswali mengi. Moja ya swali akaniambia, inakuwaje sasa mamba na kiboko wanakaa pamoja na utakuta kiboko pia na familia na mtoto, lakini mbona mamba hata amsogelee kitu ambacho turejee kuzungumzia baadaye. Turejee kwa mkuu wa TANAPA kanda ya Mashariki. Tumezungumzia swala la uhifadhi, lakini tuangalie siku hizi kuna mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia na shughuli nyingi za kibinadamu ambazo zimekuwa zikiendelea. Je, kuna changamoto yote ambayo inakabili uhifadhi? Ndugu mtangazaji, ni kweli changamoto tunazo,
na hatuwezi kuzikwepa, lazima tukubaliane nazo. Ukiangalia kwenye uhifadhi, changamoto ya kwanza, eneo linazidi kupungua. Sasa eneo linazidi kupungua ni kwa sababu binadamu wanatumia eneo likubwa zaidi kuliko kule mwanzo, na ufahamu kwamba sasa hivi idadi ya watu tuseme waliokuwa mwaka 61 sio hawa tulionao sasa hivi. Kwa jinsi hiyo, hilo nalo ni swala la msingi la kwanza, kwamba ardhi imepungua sana, lakini watu wameziba zile njia zilizokuwa zikitumika na wanyama zamani kwa ajili ya kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo sasa yale maeneo yameshazibwa. Kwa hiyo kuzibwa kwa yale maeneo kunasababisha sasa wanyama wanakuwa kama kisiwani vile. Maana sasa hawezi tena kwenda kule alipokuwa akienda kupata mahitaji yake zamani, kwa hiyo anabaki kwenye kisiwa. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo tunachoshauri hapo sasa ni walau zile njia kuzifungua. Kwa mfano katika maeneo tulionayo, tukiweza kuwa na mpango bora wa ardhi, tukaweza kupanga vizuri matumizi bora ya ardhi, basi ni rahisi kuweza kuwaruhusu pia na wanyama wakapita kwenye zile corridor, tunaita corridor, kwa ajili ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio. Sawa. Na tuna mipango hiyo. Sasa tunataka tuendelee kuona na tabia za wanyama tumeona hapa zinajitosheleza. Sasa tuna mipango gani kuhakikisha kwamba hata kama yamefanyika, labda wananchi wamejenga, hayajirudi tena, kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa elimu kwa jamii, lakini pia tumeshazitambua hizo, kwa sababu tunasema kwamba wananchi wamejenga. Je, tumeshazitambua hizo corridor? Kimsingi corridor zile zinatambulika, sio kwanza zinatambulika tayari. Kwa hiyo tunachokifanya sasa ni kujaribu kuongea na wananchi, tunawaambia na kupeana elimu, lakini ni kuwaambia kwamba hebu tuziache hizi eneo ili eneo liwe wazi. Kwa mfano ukiangalia hizi corridor, kwa mfano wanyama wanaotoka Udzungwa kwenda Nyerere, kuna ile corridor ilikuwa imeshazibwa, lakini sasa hivi ile corridor wananchi walielewa na wameiachia wazi, na sasa wanyama wanapita bila tatizo. Sawa. Labda athari yake ni nini endapo hizi corridors zitazibwa? Athari yake ni ile kujenga wanyama kuishi visiwani. Ukimweka kisiwani, kwa mfano kama alivyokuwa ukimwangalia mnyama kama tembo, ni mnyama ambaye anazunguka karibu eneo kubwa sana. Sasa anapozunguka akija kurudi akafika pale alikokuwa anapita mwanzoni akakuta pamezibwa, manake tayari umeshamzuia. Ukishamzuia manake unamweka katika kisiwa. Na akishaishi kisiwani, manake sio rahisi tena kupata mahitaji yale aliyokuwa anayapata kule. Kwa hiyo obviously anaweza akafa au akaishi katika maisha ya shida kidogo. Sawa. Hivi pia karibuni chai hapa, tuko Serena Unguja Zanzibar, na mtazamaji, tunaendelea na mahojiano haya. Ni furaha kweli kuwa na kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi John Nyamuhanga, mkuu wa kanda ya Mashariki, na amezitaja hifadhi ambazo anazisimamia katika kanda ya Mashariki. Lakini pia tuko na kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi Godwill Ole Mengataki, ambaye ni mkuu wa kanda ya Kusini, na amezitaja hifadhi ambazo anazisimamia. Kwa ndugu zangu wa kanda za nyanda za juu kusini, huko Njombe, Mtwara, Njombe, Katavi yenyewe, Ruvuma, Iringa, bado mna maeneo mazuri ya kwenda kutalii. Jana mimi nilizungumza kwamba Mtanzania huna sababu ya kuacha kutalii kwa mwaka 2026. Mwaka 2026 kipaumbele chako hiyo ni kazi, lakini pia na kutembelea hifadhi zetu za taifa. Hivyo kwa wakazi wa Dar es Salaam, jiji lenye idadi kubwa ya watu, kuna hifadhi ambazo zipo karibu yetu. Hapa nazungumzia mkoa wa Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Tanga hapa. Utakuta tuna hifadhi zetu ambazo ziko Saadani, Nyerere, Mikumi, Udzungwa. Kwa hiyo ukiangalia, Mwenyezi Mungu ameibariki sana nchi yetu ya Tanzania kuwa na hifadhi hizi 21 ambazo zinamruhusu kila Mtanzania mahali alipo aweze kutembelea. Huwezi kusafiri umbali mrefu kwenda kuweza kutalii, ni umbali mfupi tu unakutana na hifadhi mbalimbali. Niwashukuru sana Serena Hotel hapa Unguja kwa kuzidi kutupa nguvu ya kuhakikisha kwamba sisi tunachana mawimbi kutoka hapa
Unguja Zanzibar, na tumeweka kambi kwa ajili ya miaka 62 ya mapinduzi Zanzibar, ambapo shamra mbalimbali zinaendelea ikiwemo maonesho ya biashara ya kimataifa ambayo yanafanyika kule Fumba, ambapo pia TANAPA wameshiriki. Kwa hiyo kwa wewe mkazi wa Zanzibar nikimaanisha Unguja na Pemba, unaona nafasi ya kufika katika maonesho haya, lakini ukifika pale ulizia kuhusiana na banda la TANAPA, watakuonyesha. Mara baada ya kuonyesha, ukifika pale utafahamu vitu vingi sana kuhusu uhifadhi, kuhusu utalii, lakini pia kuhusu fursa mbalimbali za kiuwekezaji ambazo zinapatikana ndani ya hifadhi zetu. Na kama ambavyo tunafahamu, nchi yetu ya Tanzania ina historia rafiki, sera rafiki kuhusu masuala ya kiuwekezaji. Kwa hiyo nenda pale katika banda la TANAPA ili uweze kupata taratibu mbalimbali, wewe mwekezaji, wewe mtalii, lakini pia utajifunza mambo mengi sana. Kuna watu mbalimbali ambao ukifika pale watakuelezea mengi zaidi ambayo tunayokuelezea hapa. Tunashukuru sana kwa kweli TANAPA kwa kuzidi kutupa nguvu ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya program mbalimbali kutoka hapa Unguja. Nirejee kwa mkuu wa kanda ya Kusini. Nilizungumza mara ya kwanza, watazamaji wetu kwa na shauku na wamekuwa ni wafuatiliaji wazuri kweli kwamba inakuwaje mamba na kiboko wakakaa sehemu moja. Nashukuru. Tunapotazama wanyama ambao wana tabia tofauti, hasa ulaji wa chakula au mahitaji yake ya kawaida, wakati mwingine wanyama wanaweza kukaa pamoja kwa kuheshimiana pia. Tunapotazama eneo ambalo mamba na kiboko wako pamoja, inapaswa utizame vizuri, kwa sababu pia kuna kila mmoja na eneo lake, japo ni maji ni yale yale. Kama ni bwawa au eneo la mto ni moja utaliona wewe, lakini utakuta kuna eneo fulani au upande fulani wanakaa kiboko, lakini pia na mamba wanakaa kwa kuheshimiana, kwa sababu pia tunajua mamba anakula chakula, lakini kiboko anakula nyasi. Ndiyo. Na hawa wanyama wakikaa pale watakaa karibu kwa eneo moja, kwa sababu wote wanahitaji maji kuishi. Hasa mamba anahitaji muda mwingi maji muda wote, watoto wake wanazalia na kuwatunza humo, hivyo na kiboko, lakini kila mmoja anatambua nguvu ya mwenzake, na hasa mamba ambaye tunamwona ni mnyama hatari zaidi. Kumbe ana mbabe wake ambaye ni kiboko. Kiboko unamwona pale ndio yuko ana nguvu zaidi, ana mamlaka zaidi pale, lakini pia anamheshimu mamba. Kwa hiyo wanaishi kwa namna hiyo. Hakuna wakati utamwona mamba anatoka kutafuta kukamata vitoto vya kiboko, kwa sababu anajua atakachokipata. Yako matukio machache ambayo sisi tunakuwa wahifadhi tumeyaona pia kushuhudia katika hifadhi zetu, pale ambapo labda mtoto wa kiboko ameshambuliwa na mamba. Vita inayotokea pale ni kubwa sana, na siku ya mwisho anayeumia ni mamba. Kwa hiyo mamba anafahamu kwamba kiboko ni mnyama ambaye ni hatari, lakini pia wote wana tabia ya kulinda. Ukiangalia jinsi wanavyokaa pale, kiboko anapokuwa na mtoto wanamtunza kwa kumweka katikati. Wana utaratibu pia pamoja. Wanyama wana tabia ya kutunza watoto. Mtoto sio wa mama tu, ni wa familia nzima. Kwa hiyo pale ambapo kuna mtoto amewekwa katikati, anachungwa. Na mamba anajua akivuka kuingia ile eneo atakuwa na wakati mgumu, atachana kabisa na kiboko. Kwa hiyo wanaishi kuheshimiana, lakini pia ukweli ni kwamba mazingira yale wanakaa wanyama pamoja, mamba anapata mahitaji yake ya kutosha ya chakula, ndio maana unamwona yuko pale. Kuna samaki wanaingia pale, kuna wanyama wanakuja kunywa maji, na ni rahisi kuwakamata na kupata chakula chake. Kwa hiyo mara zote anaheshimu kuvuka mipaka yake, na anachokipata chakula chake kipo cha kutosha. Ndio. Sawa sawa. Kwa hiyo kwa maana hiyo kuna mipaka kabisa ndani yake ambao wao wanafahamu. Ndio. Wanyama wanakuta mamba anakwenda upande wa kiboko. Hapana. Na hii mipaka inawekwa kwa alama kabisa ambazo unaweza kuziona kwa kufanya ufuatiliaji wa karibu. Mfano, ukienda kwenye eneo la maji, mamba tuseme kiboko wanatumia kinyesi chao kuweka alama. Wanatumia kinyesi chao, utaona tu kwenye eneo fulani wameweka kinyesi chao, eneo fulani wameweka kinyesi chao. Hiyo ndio alama ya mkao. Lakini pia wanyama wengine, hata simba kule polini unaweza kuona wapo tu, lakini wana maeneo ya kuweka alama. Na mara nyingine
hutumia hizo alama kwa ajili ya kulinda maeneo, kwa sababu kuna wanyama wanaishi kama wana eneo lao la mamlaka la utawala. Hawezi akaja mfano simba na familia na jike pale, alafu unajua dume anaweza kuwa na mmoja au wachache, lakini yule dume mkubwa anamiliki wale majike, na simba mwingine kutoka familia nyingine mbali aweze kuja pale, na akija utaona vita kubwa itakayotokea kupambania ile familia umiliki wa pale. Kwa hiyo wanyama wanaweka alama na hizi ni moja ya sifa ambazo tunaziona kwa wanyama wetu. Na nikirejea zaidi kwenye tabia tofauti, nilianza kuzungumzia mnyama muhimu kama tembo, ambaye ninasema huyu ni mhifadhi mwenzetu. Uoto wa asili tunauona, iwe ni nyasi, iwe ni miti, na uwezeshaji wa viumbe vingine kuishi, ni yeye anafanya hivyo kwa sababu ya nguvu zake, tabia yake ya kula. Mnyama huyu anaishi muda mrefu pia, na anafahamu historia kubwa ya maeneo ya uhifadhi. Hata sisi tunajifunza tu, lakini yeye anafahamu maji yakiisha hapa aende wapi, chakula kikipungua hapa, hata ubora wa chakula kipo wapi kizuri na wakati gani. Kwa hiyo huyu ni mnyama ambaye anaishi muda mrefu, nazungumzia zaidi ya utafiti unaonyesha anaweza kuishi hadi miaka 70-80 anaweza kaishi katika mazingira yake, na anakula chakula kingi kwa siku, zaidi ya kilo 250 hadi 300 anakula, na anakula mchanganyiko. Kwa siku anakula kilo kati ya 250 mpaka 300. Halo. Ni chakula kingi na ni chakula mchanganyiko. Atakula mbegu za mazao, matunda fulani yataingia kwenye mfumo wake, na hizi mbegu singeota kama singefika kwenye mfumo wake wa chakula, kwa sababu zikipita kule zitalainika, akijisaidia kule zitaota mbegu na miti kadhaa. Na huyu mnyama pia anakunywa maji mengi kwa siku. Yeye anahitaji kuwa karibu na maji, penye maji. Anakunywa hadi lita 200 kwa siku. Ile drum ile kubwa kabisa anakunywa. Yes. Na anazaa pia, anaweza kuzaa mtoto mmoja kawaida, lakini kuna matukio pia ya kuweza kuzaa mapacha ambayo ni mara chache, na akibeba mimba anabeba kipindi cha miezi 22. Lakini pia ile mtoto akizaliwa anatunzwa muda mrefu, atanyonya. Ukitazama tembo jike ananyonya maziwa mama yake akiwa mdogo, hawezi kula nyasi, lakini anatunzwa pia na familia na anakwenda pamoja. Na familia ya tembo inaongozwa na mama jike mkubwa mwenye uzoefu, mwenye miaka mingi, ambaye anaitwa matriarch. Huyu ni mama ambaye ni mkubwa kwa umri, anafahamu jiografia pale, anafahamu wapi penye mahitaji yao, lakini anafahamu pia na kuepusha familia yake kwa hatari mbalimbali, labda sehemu kuna usumbufu, kuna ujangili. Akisikia milio tofauti, kelele tofauti, akianza kwenda upande fulani wa kushoto, wote watakwenda eneo wanamfuata kama familia. Lakini akiona kuna hatari, anajua mahali salama ambapo anaweza kukaa bila kudhurika, atakuwa anaitunza familia yake. Na tembo dume wale, kama alivyosema, mara nyingi wanakaa na familia wakiwa wadogo. Baadaye huondoka kutafuta majike kwa ajili ya kuendelea kuzaliana. Kwa hiyo anazunguka maeneo makubwa. Ndio maana katika mifumo yetu ekolojia ambayo tuna tembo wengi nchini, mifumo ya ekolojia kama Nyerere kule Selous, maeneo makubwa yalihifadhiwa, Ruaha kule mifumo hii mikubwa wanatumia maeneo haya. Kuna wanyama wengine kama simba, na then nimemzungumzia vizuri. Huyu ni mnyama ambaye anakula nyama. Asante sana. Ndio. Na kutokana na muda, mtazamaji, kwa kweli ni kueleze, huu ni utangulizi tu. Simulizi hizi na nzuri na nyingine nyingi zinapatikana ndani ya hifadhi zetu 21 hapa nchini Tanzania. Tumekuwa na maswali mengi ambayo mko mkiniuliza mimi kama balozi wa utalii. Mnaniambia kwamba kuna mtu aliniambia mimi tembo sinamuona pale nikitoka Tukuyu Mwakaleli kule napita Mikumi pale sinamuona tembo. Sasa kuna vitu na vikosa, simulizi nzuri na hadithi nzuri ambazo zinahusu maisha ya tembo. Hivi ndio vitu ambavyo navifahamu. Na nilichojifunza hapa kwa kweli, wakuu wa kanda, kuna tabia kama si binadamu za kuiga kwa kwa wanyama. Kweli. In fact sisi pia ni wanyama, ni kwamba tumejisahau, lakini tumetoka huko. Ndio. Ni kweli, sio ni wanyama. Nicho kwa wanyama wa porini unakuta kuna ili neno ambalo unapenda kulizungumza kwamba uhuru wako unapoishia ndipo mwanzo wa uhuru wa mtu mwingine. Kwa hiyo maisha ya wanyama porini kuna mipaka ndani yake. Kwa mfano tumempa tembo bwana afisa mazingira, bwana mazingira kwa fadhili. Mtu wa mazingira, mtaalamu wa mazingira, kwa sababu nimeambia hata nyinyi mkatubia mnamfuata tembo, mnaangalia anaelekea wapi ndiko anakopata chakula.
kuna sisi tunasema kata mti panda miti. Tembo uliniambia kuna muda anaangusha mti lakini kumbe anapanda. Sivyo nilipata. Sasa nitakushangaa wewe Mtanzania ambaye utakata miti tu alafu bila kupanda kwa ajili ya mahitaji yako mengine. Kutokana na muda kwa dakika moja, jukumu la Mtanzania ni nini katika uhifadhi? Wewe unakasema hivi, hizi hifadhi zetu zina mipaka, lakini sasa jukumu lake Mtanzania ni nini? Kwa dakika moja karibu. Nashukuru sana. Jukumu la Mtanzania ni seme kwamba kwa kweli kila Mtanzania ni mhifadhi. Kwa hiyo anatakiwa kuhifadhi hizi mali za asili, tena sasa hivi zimebaki chache. Kwa hiyo kwa uchache wake huu tukizihifadhi zitaendelea kuwa endelevu. Lakini tukiendelea kuziharibu kwa kiasi kikubwa tena, basi ina maana hata vizazi vinavyokuja havitaweza kuona hizi mali za asili. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba Watanzania wote tushiriki katika uhifadhi. Sisi ni mabalozi wenu tu, lakini uhifadhi unamhusu kila mmoja wetu. Sawa. Mimi niwashukuru sana. Kutokana na muda niwashukuru sana. Nianze kushukuru kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi John Nyamuhanga, mkuu wa kanda ya Mashariki, na nikuahidi tu mimi kama balozi nitatembelea hifadhi zote kuja kuwasimulia wa Tanzania. Nitakuwa na safiri na, hii ni program safiri na, unaweza ukasafiri na mimi, ukasafiri pia na John Nyamuhanga, ukasafiri pia au na Godi Ole Mengataki, ukasafiri naye tukapata simulizi kama hizi. Pata picha, tupo ndani ya hifadhi zetu za taifa, tunapata simulizi kama hizi. Ama kwa hakika itakuwa ni sehemu mojawapo ya kulisha ubongo wetu kitu kizuri sana ambacho kitaleta historia na kumbukumbu, na tutabaki kuhadithia vizazi na vizazi. Asante sana kwa kweli. Pia kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi Godi Ole Mengataki, mkuu wa kanda ya Kusini, shukrani sana kwa kuja. Tulikuwa tunazungumzia uhifadhi wa rasilimali, mifumo, ekolojia na tabia za baadhi ya wanyama ambao waliopo katika hifadhi zetu za taifa hapa nchini Tanzania. Asante sana kwa TANAPA, asante sana pia kwa Serena Hotel iliyoko hapa Unguja, Zanzibar. Tuko hapa kwa ajili ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia tumeona kwa namna gani TANAPA wamefanya mapinduzi katika uhifadhi, lakini pia katika swala zima la utalii. Ndio maana wenyewe wamekuja kushiriki hapa Zanzibar. Mimi ni Emmanuel Makapotela, asante sana kwa timu nzima ambayo inahakikisha matangazo haya yanakufikia vizuri kabisa kutoka kwenye visiwa vyenye marashi ya karafuu Zanzibar.